Mijadala ya siasa inazidi kupamba moto na sasa hivi ni muda ambao vyama vya siasa vimekuwa mstari wa mbele kufanya siasa. Msingi ndio kazi yao, lakini wakati huu kwa kimombo wanaita ni high season ya siasa. Tumeshuhudia ajenda mbalimbali za vyama vya siasa, lakini vingine vikionekana kujiandaa na uchaguzi na vingine vikijiandaa na uchaguzi lakini vikiweka msukumo kwenye mabadiliko ya mifumo inayosimamia uchaguzi katika nchi yetu. Tunafahamu kuhusu no reform, no election ya chama kikuu cha upinzani Chadema, lakini tunafahamu kwamba Chama cha Mapinduzi tayari kimeshapitisha wagombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na urais wa Zanzibar, na kimeendelea kujiandaa na uchaguzi mkuu, huku kukionekana mvutano wa kisiasa kati ya chama hicho tawala na chama kikuu cha upinzani kuhusiana na swala la mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi. Lakini katika tofauti hizo zimeshuhudiwa kauli na matendo ambayo yamezua mijadala mikubwa, na hasa wengine wakajitokeza kuhoji sasa ni hatua zipi ambazo zinachukuliwa dhidi ya kauli hizi ama dhidi ya matendo haya. Na moja kati ya ofisi ambazo maswali haya yanaelekezwa ni ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Katika mjadala huu tutafahamu zaidi kuhusu majukumu ya ofisi hii, lakini tutaangalia ni hatua zipi ambazo zilipaswa kuchukuliwa, ni hatua zipi ambazo zimechukuliwa na nini athari zake katika siasa za nchi yetu. Tunaye Lukman Maloto ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana Lukman. Asante sana. Lakini pia tunaye Mzee Bubelo Kaiza ambaye ni mchambuzi wa siasa. Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa mjadala mkubwa ni kauli ambayo alitoa katibu wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, itikadi, uenezi na mafunzo. Imetengeneza mjadala, na kadhalika kwa upande wa Chadema tumeona na wao pia kumekuwa na mjadala baada ya kuitwa na msajili wa vyama vya siasa kuzungumzia kuhusiana na hili swala la no reform, no election. Lakini yako mambo mengine kadha wa kadha. Labda Hilda, unaweza ukatupitisha kabla ya kuanza mjadala wetu, pengine inaweza katupa msingi mzuri wa kile ambacho tunakijadili, kuangalia yale mambo ambayo yameleta mjadala mkubwa kwenye mazingira tulionayo hivi sasa ya siasa. Naam, kama ambavyo umeeleza, yapo ambayo yanaendelea katika vyama vya siasa hasa kuelekea uchaguzi mkuu, na tutaona hapa ni mambo gani ambayo yanaelezwa, nikikujuza na kupitisha pia kwa muktasari tu kuhusiana na hayo, na kama ambavyo pia umetoa utangulizi. Miongoni mwa yale ambayo yamekuwa yakiendelea katika vyama vya siasa kuelekea uchaguzi mkuu ni pamoja na swala la no reforms, no election ambalo lenyewe limetoka kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ni moja kati ya jambo kubwa pia ambalo limekuwa na mjadala na maoni tofauti kuhusiana na hilo, lakini ipo pia swala la utaratibu wa kupata viongozi ndani ya Chadema. Na katika hilo Hilda, kumekuwa na hoja ya malalamiko ambayo imetolewa na mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambaye nafikiri ni mwenyekiti wa Chadema kule Mwanga, Lembros Mchome, akipinga ule utaratibu uliotumika kabisa kupata viongozi wapya ambao wameteuliwa na mwenyekiti mpya wa sasa Tundu Lissu. Pamoja na swala hilo, ipo pia swala la kuzuiwa kwa viongozi wa ACT pamoja na Chadema, hasa katika jukwaa la demokrasia kule Angola. Tunafahamu wapo baadhi ya viongozi ambao walienda kushiriki na wakazuiwa, lakini baada ya kuzuiwa kule moja kwa moja kile ambacho walihusianisha ni ushiriki wao wa siasa hapa nchini. Huenda kukawa na namna kwamba mawasiliano yalifanyika. Kwa hivyo bado hilo ni miongoni mwa yanayoendelea, lakini mbali na hili ipo swala lingine, ikiwemo kauli ya Amos Makalla kuhusu Chadema kama ambavyo umeeleza pia, na tutaisikia kwa kina. Ipo pia tuhuma za rushwa kwa baadhi ya watiania wa CCM, hasa tukiwa tunaelekea uchaguzi.
wakati huu, kwamba kumekuwa pia na baadhi ambao wamekuwa watiania, lakini kuna vyanzo hivyo ama kuna tuhuma hizo ambazo zimeelezwa za rushwa zikiwa zinaelezewa. Na wamekuwa wakionywa. Tumesikia mara kadhaa maonyo kwamba watiania wapunguze spidi, wasifanye hivyo, wasifanye vile. Kwa hiyo tunaona kwamba ni miongoni mwa mambo makubwa ambayo yamekuwa yakigonga mijadala. Yamekuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vimetengeneza mijadala mikubwa sana kama ambavyo Hilda umezungumza. Lakini mambo haya pia yanajitokeza na kumekuwa na hoja kwamba sasa ni nini ambacho kinafanyika ili kupata majibu, kwa sababu ni mambo ambayo yanaacha maswali kimsingi. Majibu yake yamepatikana ama kuna matumaini ya majibu hayo kupatikana? Pengine tuone kwa kuliangalia moja moja kwa uzito wake. Moja kati ya jambo hilo ni swala la no reform no election. Tunafahamu kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na maandalizi ya uchaguzi. Hivi sasa inaandikisha, wakati huo kuna agenda inaendelea ya no reform no election. Kwa wakati mwingine wananchi wanakuwa hawaelewi sasa, huku maandalizi ya uchaguzi yanaendelea, huku kuna agenda ya moja kati ya vyama vya siasa ya no reform no election. Licha kwamba tayari wameitwa kwa msajili wa vyama vya siasa, hatujajua ni hatua zipi zitachukuliwa, lakini swala hili lina Bubelo unalitazama kwa uzito gani, na pengine unaona linatupeleka wapi kama nchi? Hapana, linatupeleka kuzuri. Nashukuru. Ninavyojua mimi ni kwamba uchaguzi wote ukija kufanyika unakuwa kwenye mzunguko. Kuna kitu inaitwa mzunguko wa uchaguzi. Na katika mzunguko wa uchaguzi kuna kipindi au muhula unaitwa muhula usiokuwa rasmi wa uchaguzi, alafu na muhula rasmi wa uchaguzi. Kwa utaratibu wa kisheria na kiutamaduni wa kisiasa wa Tanzania ni kwamba muhula rasmi unaanza baada ya kuvunjwa kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano ule mwaka wa uchaguzi. Na tunatarajia mwishoni mwa mwezi wa sita bunge litavunjwa, alafu kwa mujibu wa katiba maandalizi ya uchaguzi mpya yatafanyika. Baada ya pale inakuwa kipindi rasmi au muhula rasmi wa kampeni wa shughuli za uchaguzi kuanza. Lakini kabla ya pale mwaka kama moja, miezi kadhaa kabla ya muhula rasmi kunakuwa ni muhula usiokuwa rasmi. Kwa hiyo tunachokiona sasa hivi ni muhula, ni jitihada za kisiasa wakati wa muhula usiokuwa rasmi wa shughuli za kisiasa, shughuli za kampeni, shughuli za kutafuta kuungwa mkono na watu mbalimbali. Hiyo ni moja. Jambo la pili ni kwamba pengine kuna tatizo fulani katika utaratibu wetu wa siasa, kwa sababu siasa zinahitaji ustaarabu, zinahitaji aina fulani hivi ya watu kuheshimiana, mifumo kufanya kazi, lakini kikubwa zaidi kuheshimu kwamba mamlaka yanayoendesha nchi yanatoka kwa raia. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba hakuna kauli yoyote inayotolewa, hakuna jambo lolote linalofanyika ambalo lina kusudia kukiuka au kupoka mamlaka ya raia. Kwa hiyo shughuli za vyama kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chama cha Mapinduzi, Chama cha ACT Wazalendo, ninachokiona mimi ni kwamba ni jitihada za kutambua kwanza mamlaka ya raia na kuwashawishi hao raia kwamba pengine katika kipindi hiki cha kampeni kisichokuwa rasmi waweze kuunga vyama hivyo mkono. Na katika kufanya hivyo nina mashaka kidogo na namna ambavyo msajili wa vyama anajiingiza humo ndani. Najua kwamba mabadiliko ya sheria ya sheria ya vyama vya siasa ya 2019 yalimpa kazi ya umeneja kwa kiwango fulani msajili wa vyama, badala ya kuwa mrajisi wa vyama anafanya kazi kama anaingilia vyama na anaelekeza vifanye nini. Lakini katika hali ya kawaida tutarajii msajili wa vyama au ajiingize kwenye mambo madogo yanayohusiana ndani ya vyama. Kwa mfano ile kauli ya hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi ya Chadema au no reforms no elections, ni kauli yao. Pengine mimi nikiangalia kitaalamu sioni kama ni kauli ya kukataa kushiriki uchaguzi. Ninaona kama ni kauli ya kujiandaa kushiriki uchaguzi.
kwa sababu wanajaribu kukusanya watu ambao wakubaliani na taratibu za uchaguzi. Wanajaribu kuandaa watu raia wenye mamlaka na kuwakumbusha kwamba uchaguzi wa 2019 uliharibiwa, uchaguzi wa 2020 uliharibiwa na pengine raia hawakufanya chochote. Kwa hiyo sasa uchaguzi wa 2024 vile vya mwaka jana wa vijiji, vitongoji na mitaa wenyewe uliharibiwa na raia ambao ndio wenye mamlaka kufanya chochote. Pengine wanaandaa wapiga kura ambao ni raia na kuwakumbusha kwamba pengine mwaka huu tujipange vizuri, tuhakikishe kwamba tunakidhi haja ya kudhiba matundu yale ambayo pengine yalitokeza kutoa fursa kwa uchaguzi kuharibika. Kwa hiyo nadhani kukusanyana zaidi, wanatafuta ajenda inayokusanya pamoja kuliko kwamba ni ajenda ya kijinai au kosa ambalo msajili wa vyama anawajibika kuingilia. Kwa hiyo mimi nadhani masuala kama ya vyama hayapaswi kuingiliwa na msajili, kwa sababu mpaka katiba zenyewe za vyama zina utaratibu wake wa kutatua matatizo ndani ya vyama. Sasa sitarajii mtu mwanachama tu hajatumia katiba yake, hajakwenda mpaka hatua ya mwisho alafu anapeleka masuala kwa msajili. Msajili anakuwa kama mwanachama au kama kiongozi wa chama. Ni mambo ambayo nadhani si sahihi katika ustaarabu wa sasa. Wengine niachie hapo kwa muda. Lukman, katika hili linaonekana siku zinavyozidi kwenda linazidi linavuruga watu ama linawachanganya watu. Wengine wanasema wamesusia uchaguzi, hatujasusia uchaguzi, tutauzuia uchaguzi, mambo kama hayo. Lakini aligusia hapa Mzee Bubelo kwamba siasa zinapaswa kufanywa kistaarabu, na tunajifunza haya pia katika nchi za kistaarabu, nchi ambazo zinafanya demokrasia, kwamba kuna hoja ambayo inapuuzwa ama madai ambayo yanapuuzwa, kunakuwa na kuheshimiana kama alivyogusia. Sasa katika mazingira kama hayo, jambo hili unadhani baada ya kuwa sasa limeletwa kwenye umma, liko kwenye public domain, siku zinavyozidi kwenda linaonekana kama linashika kasi hivi, ni kama moto unazidi kukolea, ni hatua zipi ambazo zingepaswa kuchukuliwa kuhusu ajenda hii na hazijachukuliwa? Labda niulize swali, kuchukua kwa upande gani, Chadema au mamlaka? Kwa upande wa mamlaka kwa mfano. Kwa mfano kwa upande wa mamlaka, naweza nikakubaliana na Mzee Kaiza Bubelwa kwenye upande mmoja kwamba swala la no reforms no election linakwenda moja kwa moja kuigusa Tume Huru ya Uchaguzi, lakini pia serikali kwa maana ya Wizara ya Katiba na Sheria. Kwa hiyo sioni hata mahali ambapo msajili anapaswa kuwa anaingia. Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa kwa mfano Chadema wangeweza kuanza mchakato kwa kuhamasisha makundi ambayo yanaamini kwamba angeweza kuwaunga mkono na kuweza kutengeneza pressure kwenda serikalini ili kuwe na ajenda ya mabadiliko ya katiba na ambayo pengine angeweza kupokelewa ili sasa kile ambacho kinaombwa au kinatafutwa kiweze kufikiwa. Sasa nimewahi kuzungumza hapa kwamba no reforms no election inawezekana ilikuwa ni ajenda nzuri sana, na nisiseme inawezekana, mimi naamini ilikuwa ni nzuri siku ya mwanzo ambayo Chadema walikuwa wameanza, na ilikuwa ni Desemba 10, 2024 ambao waliitoa kama maazimio ya kamati kuu Chadema. Lakini siku mbili baadaye Chadema wao wenyewe walianza kuififisha hii ajenda. Kwa sasa hivi wanachokifanya ni kama kuanza kuihuisha, kwa sababu kulikuwa kuna siku 50 ambazo Chadema kama chama walipaswa kubaki kama timu moja waweze kuisukuma hii ajenda kwa nguvu zote na kuweza kuyafikia makundi mengine, na ikiwezekana kufanya michakato mizuri kabisa hata ya kisheria kuweza kufika hatua nzuri. Pengine leo tungekuwa tuko mbali. Ndio maana kuna watu wao wanashangaa leo kwamba kwa mfano tunapozungumza no reforms no election, sasa hivi Machi inaisha, Juni bunge lina expire. Hayo mabadiliko unayafanyia wapi wakati bunge hutakuwa nalo? Na kipindi hiki ambacho ndio kwanza unataka kumobilize, kujenga hamasa
unategemea kuwahi nini. Kama unataka bunge maalum au liketi kwa dharura kujadili tu haya maswala ili kuyapitisha, unahitaji utashi wa kisiasa, unahitaji utashi wa rais aweze kulipokea hilo ili aweze kuitisha bunge na bunge liweze kuketi. Lakini ukiangalia muda ambao mimi nauangalia, no reforms no election, ina changamoto yenyewe, na Chadema wenyewe wana changamoto kuweza kuifikia, kuliko kutegemea kwamba kuna upande wa pili utakuja sasa uone kwamba kuna pressure, hebu tukutane katikati tujadili haya maswala tuweze kutii kiu ambayo ipo kwa upande wa wenzetu. Sasa nasema hivyo kwa sababu gani? Nasema hivyo kwa sababu ukizungumza kwamba no reforms no election, kwamba ni kujiandaa na uchaguzi. Uzuri haya maneno yako wazi tu kwamba bila mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi hakuna uchaguzi. Kwa hiyo it means kama mabadiliko haya hayatafanyika, maana yake uchaguzi haupo. Sijui kama umeona. Na ndio maana zimeshapiga kutoka kauli ya kwamba viongozi wa Chadema wataenda kuappeal kwa umma ili waweze kuzuia uchaguzi wenyewe. Kwa kuna tatizo moja la consistency pia ndani ya Chadema. Unajua, mkitaka kufanikisha jambo moja lazima muwe mna consistency na mkubali kwamba sasa hivi la kwetu ni hili. Lakini wao wenyewe Desemba 10 walisema no reforms no election. Baada ya hapo wakaanza mchakato wa kuvurugana wao kwa wao. Leo hii unapoamka sasa wanasema jamani, mchakato wa kuvurugana wao kwa wao unamaanisha nini? Walikuwa na uchaguzi ambao kimsingi kwangu mimi, yaani siku Tundu Lissu anatangaza kugombea mwenyekiti wa chama, tayari ilikuwa ni ishara kwamba ile no reforms no election imeshakuwa na doa. Kwa maana gani? Kwa sababu unapokuwa unataka kupush agenda nzito kama hii ya kutaka mabadiliko kwa lazima, umeona, mnahitaji kwanza muwe mna mshikamano wa ndani. Huo mshikamano wenu mnaotoka nao kwenda nje, alafu mna appeal kwenye makundi mengine. Leo hii mngetoka labda pengine mnasema ACT, sijui NCCR na wadau wengine. Unataka kusema kwamba Lissu hakutakiwa kuchukua fomu ya kugombea mwenyekiti wa chama? Swala kutakiwa ni demokrasia. Lakini tunaangalia kwamba wao walikuwa wanataka kuachieve nini kama chama. Lakini ilikuwa kipindi cha uchaguzi. Yes, ndio maana nasema kuna wakati unatakiwa kuangalia kwamba je, nikiingia kwenye huu mchakato wa uchaguzi nitaathiri jambo kubwa ambalo liko mbele yetu, au nikiingia kwenye huu mchakato nitalifanya hii agenda ndio ifanikiwe zaidi. Lakini mwisho wa siku wote walimaliza wakapeana mikono, mmoja akamkabidhi mwenzake, wakakubaliana kwamba wanaenda mbele wakiwa imara pamoja, wanaotumia msemo wao ule wa stronger together. Good luck. Hivi kweli hivi kama ingekuwa ni mani siasa zinafanywa ni hivyo tu bwana, tumemaliza tuko shwari, basi mbona leo ingekuwa tunaona kuna mshikamano wa kutosha kabisa. Wewe unaona athari gani ambazo zimetokea? Kwanza ni muda kitu namba moja. Kwa sababu kuanzia Desemba mmekuwa na consistency na no reforms no election, na mkawa mnaisukuma kwa nguvu, jiulize mpaka Februari mngekuwa mko wapi? Lakini mpaka mnamaliza, mpaka Februari inaingia, ni mlikuwa stuck. Hakuna tena lugha ya no reforms no election. No reforms no election mnakuja sasa kuifufua upya. Sijui kama unanielewa. Kwa kuna swala hapa ni kwamba ni hoja nzuri, lakini ipo nje ya mguso kwa maana ya muda. Ni kalenda inakimbia sana. Tunaangalia mwaka huu ni wa uchaguzi, lakini
kama kungekuwa kuna hii ajenda wangekuwa wameanza kuitengeneza tangu mwaka jana. Hata hiyo Desemba pengine ilikuwa ni kwa kuchelewa. Lakini wangekuwa wametulia wanaisukuma vizuri, pengine tungekuwa nirejea kwenye swali langu la mwanzo Luqman. Kwamba haijalishi namna ambavyo hoja imeletwa, muda ambao hoja imeletwa, lakini niliuliza kuhusu kile ambacho kingepaswa kufanywa na upande ambao unatakiwa ambao unashinikizwa. Je, upande huo unatakiwa tu ukae kimya na kuacha wao waendelee? Kwa sababu tunaona hata wanakokwenda kuna makundi ya wananchi wanaonekana wanaunga mkono kile ambacho nakizungumza. Na tunafahamu kwamba kiongozi wetu mkuu ana falsafa ya R4, na moja kati ya falsafa hiyo ni swala la maridhiano, kwamba kuzungumza kama kuna hali changamoto kama hizi, kuzungumza na kuwa na kutengeneza ile hali ya umoja wa kitaifa. Sasa katika mazingira kama hayo, unadhani kuna nafasi ya kufanya hivyo? Nafasi, mimi naamini nafasi wakati wote ipo. Yani kama kwenye hilo eneo la rais, kama akiamua hata kesho anaweza akasema Chadema njooni tukae tuzungumze tuone mbele kukoje. Lakini hapa tunajaribu kuijadili sarakasi nje ya utashi wa kisiasa. Maana yake hicho ambacho anachokizungumza kuhusu swala sio la R4, rais kuja kufanya mazungumzo ni yeye amue. Lakini je, tunapokuwa tunajadili haya, tunataka tumzungumzie rais ambaye hatujui anawaza nini? Tunazungumza mazingira na mchakato na fursa ambazo Chadema wanaweza kawa nazo kupitia hii no reforms no election. Ndio maana tunaona kwamba kutokana na fursa zilizopo, tuna wasiwasi kwamba jambo hili pengine linaweza likaathiri hali ya umoja wa kitaifa. Na tunafahamu kwamba moja kati ya vitu muhimu tunapoelekea kwenye uchaguzi ni kuwa na umoja wa kitaifa. Kwa kuna wasiwasi huu kwamba kinachoendelea kinaweza kikaathiri umoja wa kitaifa, kwa sababu umeona kinachoendelea kimeibua pia kauli nyingine kama hizi ambazo tulikuwa tunazizungumza, kama ambayo ameitoa katibu wa itikadi na uenezi wa CCM kuhusiana na kwamba hawa watakwenda kununua virusi na kusababisha uchaguzi usifanyike. Kwa vitu kama hivyo sasa, manake imeanza hiyo no reforms no election, imekwenda inaleta tena kauli kama hizo. Uone kwamba inaweza ikaathiri hali ya umoja wa kitaifa kuelekea uchaguzi mkuu? Mimi sioni. Na nazungumza hivyo kwa sababu ya experience. Mimi nimeshuhudia uchaguzi Tanzania tangu uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi vya siasa. Nilikuwa na akili zangu timamu na ushuhudia mpaka huu uchaguzi wa mwaka 2025. Kuna nyakati tungeweza kusema kwamba mazingira yangekuwa magumu zaidi kama kuliko haya ambayo tunayaona. Na siku chache au siku kadhaa zimepita, nilikuwa nayazungumza haya kwamba hata basi tuzungumzie hata namba zinazungumza nini? Namba zinaibeba Chadema leo au zinaikataa Chadema leo? Tulizungumza kuhusu uwezo wa Chadema kuconvince. Nilitoa mfano hata namna ambavyo wanavyoenda na michango ya tone na unalinganisha na miaka 5 iliyopita. Uwezo wao waliokuwa nao wa kuchanga, ndani ya siku 2 walipata zaidi ya milioni 360. Nilitoa mfano. Lakini leo hii wiki 3 wamehangaika, wamepata milioni 64. Hiyo tu ni kuonyesha, kwa sababu hawa ambao unaotaka waje wa kusapoti ajenda yako ndio wananchi ambao wanatakiwa kuchanga. Kwa uitikio wa kuchanga unakuonyesha ni kwa namna gani hili jambo pia linakubalika kwa watu. Lakini haina maana kwamba Chadema ndio wanaokosea. Tunazungumza mazingira ya nchi. Tumeangalia mara nyingi sana kwamba Chadema wanaitisha maandamano, unakuwa hakuna watu ambao wanatokea. Mambo tumeangalia, na haya sio mambo ya hivi juzi. Tumeanza kuyashuhudia tangu mwaka 2016 wakati wa ile operation ya Ukuta, kwamba ukitokea kwamba serikali ikisema maandamano hakuna, watu hawaandamani, watajitokeza wachache. Umeona Septemba 2023 Chadema walipoandamana na serikali na polisi wakasema kwamba bana tunawaunga mkono, si ndio, andamaneni. Polisi wakasema tutakuja kuwalinda. Ukaona watu wengi walijitokeza kuandamana.
Umeshaona? Baadaye Mboya walivyoitisha maandamano Chadema wao, alafu polisi wakasema maandamano hayafanyiki, haukuona watu. Kwa hiyo unajua kuna kitu kimoja alikizungumza Mwalimu Nyerere na Barack Obama alikuwa anairudia sana statement ya namna hiyo. Alisema unajua tatizo kubwa ni kwamba huwezi kutatua tatizo kwa kujidanganya kwamba halipo. Na tumekuwa tukiamini kwamba bado kuna nguvu ya kushawishi, bado kuna nguvu ya kuwafanya watu waingie mtaani na waandamane na walete mabadiliko, wakati tumeshakuwa tumekishuhudia hayo mambo hayafanyiki na hawajaweza kufanikiwa. Unadhani kwa nini wananchi hawajitokezi? Hajitokezi kwa sababu tu unajua masuala ya hulka. Unajua kuna kitu kimoja mtaalamu mmoja, mwanafasihi mmoja aliwahi kusema kuna tofauti kubwa kati ya kuchoshwa na kuchushwa. Umeona? Akasema kuna watu wa Tanzania wengi ni kama wamechoshwa. Kwamba mambo mengi yanayofanyika yamechoshwa, lakini hawajachushwa. Siku wakichushwa ndio hawataamini, hawataona kwamba bana hawatasubiri kuhamasishwa. Wao wenyewe watachukua hatua kule kusogeza hayo mabadiliko. Lakini sasa, kwa hiyo mimi nachoamini ni kwamba kuna mchakato ambao watu wanataka kuuruka au kuuongopea. Kwamba unatakiwa kwanza kuhamasisha umma. Umeona? Umma uelekee, uone kwamba bana kweli tunayaona haya mabadiliko yanatakiwa. Mimi naamini rejea mifano yote duniani. Ukiachana na zile coup za kijeshi na nini, tuje kwenye maeneo mengi ambayo mabadiliko yametokea, wananchi wenyewe ndio walifanya mabadiliko. Ni nadra kukuta eti wanasiasa wamejenga hamasa, sawa, alafu wakaenda wakapusha ajenda mpaka wakaleta mabadiliko ambayo yanatakiwa. Kwa sasa hili tusikae tukawa tunajidanganya. Na ukaanza kusema kwamba unajua haya yametokea na nini, propaganda zitakuwepo, watu spinning zitaendelea kuwepo, watu watafanya, lakini tujiulize kwamba tunataka kuachieve nini kwenye hili jambo. Na katika mwendelezo wa hilo, Mzee Ubelwa, tuligusia awali kuhusiana na utaratibu wa kupata viongozi ndani ya Chadema. Mtazamo wako ni upi hasa kuhusiana na wale ambao wanasema haukufuata utaratibu, lakini wapo ambao pia wanaona hakuna changamoto yoyote ambayo ipo? Asante. Kwa hilo swala naweza kuangalia kwa kuzingatia pembe mbili tofauti. Pembe ya kwanza ni kwamba chama cha siasa kipo kwa mujibu wa sheria, na sheria ya vyama vya siasa inaelekeza kila chama kiwe na katiba. Kwa hiyo chama cha siasa, iwe Chadema, iwe CCM, ACT Wazalendo, NCCR Mageuzi na chama chote kingine, kinaishi kwa kuzingatia katiba yake. Na katiba ni ya wanachama, na wanachama wanatoa viongozi. Kwa hiyo kisheria ni kwamba unatarajia kwamba wanachama wale waendeshe chama chao kwa mujibu wa katiba. Na katiba takriban zote ina vifungu au vipengele vinavyoonyesha namna gani kitokea matatizo ndani ya chama, hasa ya kutoelewana, wataweza kutatua matatizo hayo kwa kuzingatia katiba zao. Kwa hiyo swala kwa mfano tunaloliona Chadema hilo la Bwana Mchome analolizungumza, ambao inaonekana vile inaonekana kubebewa bango na msajili wa vyama vya siasa, ambao nimesema awali kwamba nadhani si ustaarabu. Ni kwamba hiyo barua aliyoandika kiutawala na kisiasa ilitakiwa hiyo barua iende kwenye chama na chama kimjibu, na kienda hatua nyingine pengine angeweza hata kwenda mahakamani. Nasema alianzia kwenye chama. Ameandika barua. Hicho tulichosoma kwa hivyo vya habari. Na hiyo barua ikaenda kwenye chama.
pengine hatua za juu kabisa, kama chama kijamjibu, kama aridhiki, kama katiba imekiukwa, sidhani kama ofisi ya msajili ni eneo sahihi kiutawala, kwa sababu msajili wa vyama sio mwenyekiti, sio rais, sio katibu mkuu, sio kiongozi wa chama chochote. Yeye anaweza, kwa mfano akihitajika, wanaweza kumuhitaji, lakini hawezi kujipeleka. Lakini kama kuna swali, tumeona kuna mifano mingi tu kuanzia vyama vya siasa kabla hata mfumo wa vyama vingi wa baadaye miaka 35 kuanza huko nyuma, watu walikuwa wanaenda mahakamani, na hata nchi nyingine tunaona wanakwenda mahakamani. Kwa hiyo mahakamani ndio eneo ambapo sasa mwanachama akiwa raia sasa anafikiri kwamba sheria imekiukwa, anapeleka swala lake mahakamani, linatafsiriwa huko. Kwa hiyo nitaka kusema hapa ni kwamba hiyo kwa upande mmoja swala la kiutawala na kiutaratibu sioni kama ni sahihi kwa msajili wa vyama kuingia kwenye swala hili, lakini vile ni sahihi kwa mwanachama kutoridhika na kupeleka malalamiko yake. Unakubaliana kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatakiwa ifuatilie kama katiba inafuatwa kwenye vyama vya siasa? Naelewa, lakini utaratibu sio kama huo. Utaratibu kama kuna swala lote la kimgogoro wa kikatiba, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inachoweza kufanya ni kuandika kwamba tumepokea madai, katiba ilikiukwa, na kimsingi wanaweza wakaitisha hizo nyaraka. Ndicho walichokifanya. Lakini sasa kutangaza kwa vyombo vya habari, tumeona kwa vyombo vya habari kwa mfano, msajili anashinikiza Chadema wamjibu huyo mwanachama wao anayelalamika na nini, kuona kwa kama naye msajili anakuwa sehemu ya sasa. Lakini wakati ule anatafsiriwa katika matukio ya vyama vingine. Nakumbuka mwezi Januari, nadhani ilikuwa tarehe 18 au 17, wakati mkutano maalum wa Chama cha Mapinduzi, walikuwa na mkutano maalum ambao kwa utaratibu mkutano maalum unakuwa na agenda maalum, na agenda yenyewe walikuwa ni moja, ndio utaratibu huo. Na agenda yenyewe ilikuwa ni kumchagua makamu mwenyekiti wa chama hicho. Na humo kwenye mkutano huo ikaja agenda ya pili ambayo haikufuata utaratibu ya kuteua mgombea urais wa chama hicho. Wakamteua humo mwanachama mmoja akajitokeza huko Moshi, ililetwa na wanachama wenyewe. Sawa, lakini sio utaratibu wa kawaida na ilibidi warejee sasa kuangalia. Sina tatizo katika hilo. Nitasema hapa ni kwamba azimio. Nitasema hapa ni kwamba nilikuwepo kwenye nakumbuka nilikuona, lakini point nitasema hapa ni kwamba na nilikuwa hapa unazungumza kule kwenye mkutano. Point nitasema hapa ni kwamba kuna wanachama walilalamika kwamba si utaratibu. Na mmoja hapo ni daktari mmoja yuko pale Kilimanjaro, tukasikia baada ya kama wiki 2-3 hivi kwamba huko mkoani huko amefukuzwa wanachama. Ndio. Kwa hiyo ndani ya chama chenyewe kimefanya maamuzi yake yameisha huko. Kwa hiyo mimi nadhani tutamsikia msajili anaingilia. Wewe huna shida naye. Sina shida naye kwa sababu chama kimefanya maamuzi yake kwa utaratibu wake. Kwa hiyo na katika hili sioni kama kuna sababu kiutawala. Lakini hili una point nyingine. Yaani amepeleka sasa, msajili kapelekewa malalamiko. Ndio nasema itakuwa andike kwenye chama. Hii ni utawala, mambo ya utawala. Ni taratibu, ni maandishi, ni nyaraka, ni data, basi. Lakini sio tena kwenda kwa vyombo vya habari kuzungumza na kushinikiza kwamba mfanye hivi, msifanye hivi, au mjibu, msimjibu. Hiyo ni moja. La pili, lakini kisiasa nimetoka kwenye mambo ya utawala ambayo nadhani na mwenzangu hapa alizungumza zaidi kiutawala. Sasa kwenye siasa, tunakuja kwenye siasa. Kwenye siasa maana yake ni kwamba mwanachama yote chama chochote kama hiyo wa Chadema anaweza akafanya chochote, anaweza akazungumza, anaweza akatoa vyombo vya habari, anaweza akahamasisha, anaweza akatengeneza kuni ndani ya chama, akishinikiza mambo yake fulani ambayo anataka yafanyike, yakafanyika au yasifanyike, au akakumbatiwa. Kama anaona ana agenda nzito na chama inaweza kuleta vurugu kwa chama, basi anakumbatiwa, alafu mambo yanakwenda. Siasa sasa inafanyika kama namna ile. Kwa sehemu zote mbili, mimi nashauri hatua ya pili kwamba huyu mwanachama wao kama nilivyosema awali, hizi kipindi cha kampeni, pengine anataka agombee ubunge kwenye jimbo lake, anataka ajulikane anasimamia mambo fulani, anataka wanachama waena fulani wanaokubaliana naye wamuunge mkono kwenye kugombea ubunge mwaka huu. Kwa hiyo anaweza kufanya hivyo kwa lengo lile tu kwamba apate wanachama wake waamini wanachama wanaomuunga mkono ndani ya chama, aunge mkono aweze kugombea nafasi. Kwa hiyo kisiasa sina tatizo katika hiyo. Sio busara kuzungumzia lengo lake kwa sababu hatulijui. Nafikiri kwenye hoja ya msingi hapo ni kwamba kwa mujibu wa
sheria, mimi sio mtaalamu sana. Je, inamnyima mwanachama kupeleka malalamiko kwa msajili wa vyama vya siasa? Anaweza akapeleka, sina tatizo kupeleka malalamiko, lakini ninachozungumza ni namna msajili alivyoitikia. Kwa mfano tumeona hapa, nimesoma kwenye vyombo vya habari vile vile na social media, hii swala la makala, katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi aliozungumza habari ya virusi vya mpox na Ebola, alivyozungumza swala hili, nimeona msajili hajaonyesha kwamba anashinikiza, ila ametoa taarifa kwamba linashughulikiwa. Sasa katika swala hiyo sina tatizo. Tumeona taarifa kwamba ameandikiwa pia. Ndio, nimeona, lakini hakuna details zozote. Hatuoni details zozote kwamba alimwandikia nini. Amemuonya, amemwelekeza kama anavyosema upande mwingine vyao vingine. Kwa hiyo peke yake. Mwingine tumesikia tu wameandikiwa kwamba watoe majibu. Sasa tumeona kwenye vyombo vya habari wanasema kwamba kwa mfano kwa swala la Chadema, nazungumza bahati mbaya, mimi sio mwanachama Chadema, ila napendaga utaratibu ambao unaheshimika, ustaarabu unaotakiwa kwenye siasa. Tumeona pale kwa mfano anasema kwamba Chadema wamjibu, naona kauli yake, anaagiza Chadema wamjibu huyo Mchome. Sasa hiyo kwa upande wangu, ukishafika hatua hiyo ni hatua ya pili zaidi. Ni hatua ya kisiasa sasa, sio hatua ya kiutawala. Ambao nilikuwa nasema kwamba katika shughuli kama nilisema awali, shughuli zinazoendelea ni kampeni sio kwa rasmi kwa vyama vya siasa. Ukitambua hilo, zitakuwa na mambo mengi yatatokea. Kwa mfano hata swala la makala. Naona watu wamejadili sana. Mimi sijapenda kwa watu walijadili. Unaangalia unaona kwamba hawa ni siasa za asubuhi tu, hazina kichwa, hazina miguu. Unaacha. Na wala msajili hasa kujiingiza huko. Na vyombo vya habari pia vile hawapachi kuhangaika na vitu vidogo vidogo hivyo. Mtu ameongea kauli ambazo kimsingi hazina maana, sio za kweli. Hakuna mtu ambaye na chama cha sasa kina jukumu hilo la kubeba virusi, hana utaalamu wote. Virusi vinaangaliwa dunia kuangamizwa, vijangamizwa. Kauli zinatengeneza chuki ama wakati mwingine matokeo mengine. Watu wakizoea kwamba hizi siasa ziko hivyo, wataacha. Yaani inaishia pale pale. Inakuwa na maana zaidi kama watu watapuuza. Lakini kama watu wakiendeleza, inaendelea mpaka Disemba. Tunajai kitu ambacho hakipo, hakitatokea na hakipashi kupoteza muda wetu. Kwa hiyo ni vitu kama hivi ambavyo nasema katika sasa mtu anaweza kusema chochote, ila sisi raia ambao ndio sisi tunapima kwamba hii ni ajenda ya kweli au ni ya uongo. Kwa hiyo nilijaribu kuangalia mambo kwa namna hiyo. Kwa hiyo ndio maana hata swala la Chadema cha kutoingia kwenye uchaguzi kwa sababu kuna mabadiliko au kuingia kwa sababu mabadiliko yamefanyika, na liona zaidi kama swala la kisiasa kuliko swala la kiutawala. Na katika hili ndio naona kwamba pengine kwa sababu swala la kisiasa ikionekana ikawasaidia kupata pressure kali kubwa, shinikizo kali kubwa, raia wakaonekana wanaegemea upande wao, wanarudi upande wao, basi walio madarakani watastuka. Wataona hata kwa mfano inaweza katufikia hatua fulani bunge likavunjwa, lakini ikaonekana hali sio nzuri, ikaitishwa bunge la dharura. Kuna provision kwenye katiba inatoa nafasi hiyo kwa rais kuitisha bunge la dharura baada ya bunge kuvunjwa. Likaja kutatua tatizo hilo kama itaonekana. Sasa hiyo ni ajenda yao ya kisiasa, inaweza kuwasaidia. Wakitumia vizuri inaweza kuwasaidia. Wakitumia vibaya inaweza kabaki kwenye utawala, tukajadili mambo ya utawala tu, tukaacha mambo ya kisiasa. Kwa hiyo mimi katika mazingira haya kampeni, muhula wa kampeni sio kwa rasmi, na tarajia mambo mengi yatokee. Lakini vyombo vya habari na sisi raia ambao tunajua kinachoendelea, na pengine na wananchi wapime kweli ni upi, uongo ni upi. Kweli ni upi, uongo ni upi. Baadaye kwa sababu mamlaka yale ni raia wanayo wenyewe, basi ikifika wakati wa uchaguzi raia wataamua. Kikubwa cha msingi ni kwamba sheria zifanye kazi, watendaji wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi wafanye kazi, vyombo vya usalama visiingilie shughuli za kisiasa, zifanye kazi kama hakuna tatizo la kijinai. Wasiingilie kusudi watu wawe huru kufanya siasa, na vyama vya sasa viwe huru kufanya siasa, lakini wananchi wapime badala ya hii kuingiliwa pengine na kwa sababu ya kauli ambazo ni kauli za kawaida katika siasa. Lukman, hii hoja ya ofisi kwa mfano ya msajili wa vyama vya siasa kuonekana kwamba inaingilia shughuli za vyama vya siasa imekuwa ikitolewa mara kwa mara. Sasa wakati mwingine inakuwa ni ngumu watu kujua kwamba
mamlaka ya msajili wa vyama vya siasa yanaishia wapi? Labda pengine utusaidie hapo, na hata wananchi pia ambao wanafuatilia waweze kuelewa kwamba ni jambo gani ambalo sasa likifanyika ndani ya chama cha siasa ama likitolewa kama mfano kauli kama hizi, ikitolewa na kauli na kiongozi wa chama cha siasa, ofisi ya msajili inaweza ikaingilia. Kwa mfano hili swala la chama cha siasa kutoa kauli, ukipeleka malalamiko kwa msajili anatakiwa achukue jukumu la kufanyia kazi. Lakini pia mwanachama wa chama cha siasa kapeleka malalamiko kuhusu ukiukwaji ambacho yeye anaona kwamba kuna ukiukwaji wa sheria au ukiukwaji wa katiba ya chama chake, akipeleka msajili analipokea na analifanyia kazi, kwa sababu ni moja ya majukumu yake kuhakikisha kwamba hivi vyama vinaendeshwa kwa mujibu wa katiba ya vile vyama, lakini pia na katiba ya nchi. Kwa hiyo kwa mfano kwenye swala la Mchome liko clear kabisa kwamba yeye amelalamikia kwamba siku ile tarehe 22 ya Januari kulikuwa na upungufu wa akidi. Kulikuwa na upungufu wa akidi kuwathibitisha viongozi kadhaa, akiwemo katibu mkuu John Mnyika na wajumbe wa kamati kuu ambao waliteuliwa na mwenyekiti Tundu Lissu, pamoja na naibu katibu mkuu na watu hawa hapo. Sasa ile ni hoja. Umepeleka barua, chama chako kinapaswa kukujibu au kukuita na kitoe taarifa kwamba hakukuwa na ukiukwaji wowote wa katiba ya chama. Halafu kama mwanachama anaona hajaridhika, anapaswa kupata ngazi zote mpaka kwenda kwa msajili. Sasa kilichopo kwa Mchome, mimi nakumbuka alipopeleka tu barua siku ya kwanza, hazikupita siku mbili alianza kulalamika kwamba anatishiwa na chama chake. Kwa kukaa tayari kuna migogoro ya ndani. Na nimemsikiliza juzi John Mnyika, katibu mkuu wa Chadema, anasema kwamba Chadema kiko salama, ila kuna wanachama wa Chadema wanashirikiana na ofisi ya msajili. Again, ukitaka kuamini kwamba tatizo halipo, ndo shida inapoanzia hapo. Kwamba lakini je, kwamba kuna shida gani? Turudi kwenye namba. Tunapozungumza kitu tunazungumzia idadi. Je, ni kweli idadi haikutosheleza? Kwa mfano, mimi ni mwandishi, niliwahi kuandika kuhoji kwamba unajua ni siku hiyo ambayo katibu mkuu na watu wengine walithibitishwa kwa sababu akidi ilikuwa inatosheleza kwa mujibu kwa maana hiyo, si ndio? Lakini ni siku hiyo kuna wale wajumbe wa kamati kuu wa kuchaguliwa ambao walikuwa wanatakiwa wachaguliwe na baraza kuu. Uchaguzi haukufanyika kwa sababu akidi haikuwa inajitosheleza. Kwa siku hiyo moja akidi ilitosheleza, siku hiyo moja akidi haikutosheleza. Kuna ambao waliondoka pengine. Ukishaondoka maana yake ndo akidi imeshapungua. Maana yake hata huyu Mchome anapolalamika kwa sababu jana yake sio kuna mkutano mkuu. Na watu wakakesha mpaka asubuhi pale. Ambayo siku yake ya pili ndio kuna baraza kuu. Kwa hiyo ina maana baada ya uchaguzi ule na nini ile baada ya pale na hangover ya usiku mzima ya uchovu na nini, watu waliondoka. Wajumbe wakabaki wachache. Kwa hiyo hoja ndio hiko hapo kwamba kwa uchache ule wale wajumbe waliokuwa wamebaki hawakutosheleza kumthibitisha katibu mkuu. Sasa mimi naamini jambo moja, ndugu Goodluck, ni kwamba ambao katibu mkuu anasema walikuwepo kutosha. Mimi sina tatizo kuhusu hilo. Na wala mimi ninachohitaji tu ni kwamba kila hoja isikike. Mnyika tuseme yuko sahihi na Mchome yuko sahihi. Ni kama vile ambavyo ukienda mahakamani mna kesi yenu ya madai. Kila mmoja anatakiwa tu assume kwamba kila mmoja yuko sahihi. Alafu mmoja ile jaji atakapoanza kuwasikiliza ndo atajua nani ambaye anamconvince zaidi kwamba huyo atakuwa ndo mkweli kuliko mwingine. Kwa hiyo mimi nafikiri Mchome alipaswa kusikilizwa,
Na nani? Kuanzia kwenye chama chake. Kwanza alikuwa anatakiwa ianze ndani ya chama chake. Na limalizike ndani ya chama chake. Unajua kwa vyovyote vile mgogoro unapokuwa umehama kutoka kwenye chama kwenda kwa msajili, huo tayari mgogoro umeshakuwa juu ya uwezo wa chama. Na mgogoro mdogo kama huu wa kuhoji tu akidi, unapokuwa umeizidi nguvu Chadema mpaka unaenda kwenye mkutano wa kamati kuu, unaenda kwa msajili, unatakiwa kujiuliza kwamba mifumo ya chama inafanya kazi kiasi gani. Mimi nataka nikwambie cha kufurahisha zaidi ni kwamba Mchome siku alielekeza barua kwa katibu mkuu. Na katibu mkuu ambaye anamtuhumu kwamba wewe yani utakiwi kukaa kwenye hicho kiti. Lakini alafu unampelekea barua. Wewe kwamba anaweza kujitetea kwamba ndio huyo alikuwa wa zamani, kwa hiyo anaweza akaa. Mimi ndio nakwambia kuna tatizo hilo. Umeona? Hiyo sasa mambo kama haya yanapotokea ndio unakuja kugundua kwamba kumbe Chadema walipaswa kuwa na chombo kingine ambacho cha kulalamikia matatizo kama haya, sio kwenda kwa katibu mkuu. Unaona? Kwa sababu kwa mfano na wakati wanatunga hii sheria pengine au hii katiba yao hawakuwa wanajua kwamba itafika hatua katibu mkuu ndio ataanza kulalamikiwa kwamba amepitishwa kinyume na katiba. Kwa hiyo sasa hizi katiba na nini huwa ni michakato. Kwa mimi nilikuwa nafikiri kuna vitu vingine wala hata huwa sio vigumu sana, unless kama kuna agenda nyingine, agenda ya Mchome mwenyewe na agenda ya kina Mnyika wenyewe. Kwa sababu kama ni agenda kwa maana kuna makosa yamefanyika, ni masuala ambayo wanaweza wakazungumza, si ndio? Na wakaona namna gani ya kuyasahihisha. Kwa sababu kuna uwezekano Mchome kwamba hili mpaka inafika ofisi ya msajili, maana inawezekana kuna agenda nyingine, sio? Definitely, kwa sababu kama Mchome anaanza kulalamika kwamba anatishiwa mpaka kuvuliwa wanachama kisha tu kwenda kulalamika, sasa unafikiri kwamba hakuna agenda? Kwa mfano wewe umekuja tu umeniambia, umeona, umeniambia bwana wewe umevaa kanzu mbaya, umeona, mimi baada kuangalia kuhusu kanzu, mimi naweza kufikiria kwamba unajua good luck hata juzi alikuwa ananiangalia vibaya. Umeona, nilipita pale akaniangalia vibaya. Maana sasa tunaweza kutengeneza agenda nyingine kwamba huyu Mchome alikuwa timboe. Umeona? Kwa hata anachokidai sasa hivi sio haki kwa sababu alikuwa timboe. Sasa tunaunganisha dots. Kuunganisha dots haina shida. Lakini tuje kwenye ule muktadha unaotukutanisha pale. Hoja yake ni sahihi. Tuje tummalize kwenye hoja yake. Kwamba wana akidi ilitimia, wajumbe walikuwa ni hawa. Kwa hoja yako, na vitu Lukman, ni kwamba ofisi ya msajili kwa sahihi kufanyia kazi malalamiko hayo ambayo yamewasilishwa na mwanachama. Yaani ofisi ya msajili ndio kazi yake. Sasa kwa jambo ambalo limeshindikana kwenye chama, wana mandate hiyo. Umeona? Na sheria ndio imewapa mamlaka hayo, imempa mamlaka hayo msajili na ofisi yake. Sio yani kwa sababu kwa vyovyote vile lazima watu wachukue hizo hatua. Na haijaanza leo. Tumeshaona kuna mnyororo mrefu. Kwani wakati tunazungumzia Chadema leo, kwani aliyothibitisha kama Mbatia sio mwenyekiti ni nani? Si ni msajili huyo kwamba alisema kwamba wana kile kikao kilichokaa akidi litimia. Umeona, na wale wajumbe walikuwa ni halali kabisa, si ndio? Kwa hiyo mwenyekiti msajili naye hata hii hapa anaweza akiwaita, akiwasikiliza Chadema, atasema kweli huyu Mchome hayuko sahihi, ili akidi litimia, kwa viongozi ni wako sahihi. Lakini pia anaweza akasikiliza akasema kulikuwa kuna shida. Kama kuna shida tunafanyaje? Rudieni mchakato, itisheni baraza kuu. Alafu sio shida, unaitisha baraza kuu, unakwenda pale watu waweze kuwathibitisha. Mimi nitamtetea Mchome kwenye eneo moja tu. Kwenye eneo moja. Unajua, badala ya kufikiri kwamba anataka kucheza mchezo wa kisiasa ili kujenga umaarufu kwa manufaa ya kesho, mimi naamini kwamba yupo mtu mwingine yeye anajaribu kuhakikisha kwamba chama hakitoki nje ya mstari. Kibaki kiwe chama cha misingi. Kwamba kama sheria, kama katiba yetu natuongoza hivi, tubaki tukiitetea katiba ya chama chetu. Kwa hiyo kuna watu wa namna hiyo, wapo tu. Kwamba
katiba yetu bwana isivurugwe, kwa sababu huko mbele ya safari anaanza huyu, kuna siku itatokea lingine ili zakawa. Kwa hiyo unatetea hivyo, lakini pia kuna mtu mwingine leo pengine aliona ile akidi iko pungufu, akasema lakini haina shida, ngoja tumeshakosea, lakini kama chama tutasonga mbele, tutasahihisha mbele ya safari. Asante Lukman. Kwa kifupi, Bubelwa, hili tuligusia la kuzuiwa kwa viongozi baadhi wa ACT na Chadema kule Angola, na wakawa nahusianisha labda na siasa zinazoendelea hapa nchini. Wewe unaonaje? Hilo swala alijazungumza sana kwa vyombo vya habari na alijawekwa hadharani. Tunachojua ni kwamba nchi ya Angola, nchi ambayo imejifunga, siasa zake, utamaduni wake wa siasa umetegemea zaidi mapambano ya kijeshi, usaliti miongoni mwa wananchi, utegemezi wa chama tawala kutoka kwa mataifa mengine, lakini vile vile vyama vingine. Katika mazingira hayo, nchi hizi ambazo zilikuwa mstari wa mbele wa mapambano ya kuleta uhuru kusini mwa Afrika, ikiwemo Tanzania, ikiwemo Angola, ikiwemo Mozambiki, ikiwemo Zimbabwe na nyingine, pengine ukitoa Zambia, siasa zake zinakuwa za kujifunga zaidi, za kuendeleza utamaduni wa zamani. Kwa hiyo unakuta hata vile swala la kutoa visa linakuwa restrictive. Lakini vile swala pili, tatizo Angola na tatizo moja pengine na kama ilivyo Msumbiji. Ukiona kwa mfano Tanzania niko karibu sana na Msumbiji, yuko karibu sana na Kenya, lakini watu wengi wanakwenda Kenya kuliko na Msumbiji kwa sababu lugha, wanasema lingua franca, lugha ya Kireno, mawasiliano ya ndani ya taifa la Msumbiji ndivyo ilivyo hivyo vile mawasiliano ambayo yako ndani ya taifa la Angola hayatoi fursa kwa mataifa si mengine kupendelea kwenda kule kubadilishana, kupata marafiki na mambo mengine. Kwa hiyo ninachoweza kusema hapa ni kwamba hizo taarifa za katika hali ya kawaida, ukifika katika taifa lolote ukazuiwa airport, sio jambo la sio la kawaida. Mambo hutokea kila wakati kama una visa kwa mfano ya kutembelea nchi hiyo, lakini vile kama taifa hilo limekuweka kama mtu hatari kutembelea taifa hilo, wakiangalia mambo yao ya kisiasa kwa mfano, mambo yao ya kiuchumi kwa mfano, wakaona ukifika katika taifa hilo unaweza kusababisha jambo ambalo sio la kawaida, ukavuruga utaratibu wao, wanaweza kukuzuia pale uwanja wa ndege, ukakupanisha ndege, ukakurudisha. Kwa hiyo kwa kuwa na sisi hatuna uhusiano wa moja kwa moja wa shughuli vya siasa vya Tanzania na Angola kufanya kazi kwa pamoja, tuna uhusiano wa karibu kwa mfano kwa sababu ya mawasiliano nimesema lingua franca, nimesema tuna mawasiliano ya karibu kwa mfano na Uganda. Watu wa Tanzania wakaenda Uganda, tuuze mikutano ya kisiasa, jamii ya kiraia na mambo mengine. Kenya vile vile na hata mataifa mengine yanaongea Kiingereza, lakini hatuna huo karibu na taifa la Angola kwa sababu ya lugha, kizingiti cha lugha. Kwa hiyo nitasema hapa ni kwamba sijaelewa vizuri sababu halisi iliyowekwa hadharani, lakini mimi ninachojaribu kufikiri hapa na kwa kuzingatia tabia ya taifa kama la Angola, kumekuwa na tuhuma nyingi za rushwa. Mataifa tangu tawala wakati ule mpata uhuru miaka 70 wamekuja hivyo, na hata juzi hapa miaka kama 4 imepita tumeona rais alipofariki aliyekuepo la mwingine rais mwingine, na tunaona binti yake anatuhumiwa dunia nzima na sakwa huko kwa rushwa na nini. Kwa ni taifa ambalo halijatulia, kwa hiyo na mambo yake ya ndani mengi sana, pengine makubwa kuliko mahusiano ya kisiasa na sisi. Kwa hiyo siamini kwamba pengine siasa zetu hapa zinawezekana ndio sababu ya hao viongozi wa vyama vya upinzani wa Tanzania waliokwenda huko wakarudishwa au wakazuiwa kuingia. Siamini kama ni tatizo la kisiasa zaidi. Nadhani ni tatizo la kinchi yenyewe kwa kutojiamini, tatizo la kiusalama, lakini vile vile kwa namna ambavyo taifa hilo limekuwa alichanganyikani na mataifa mengine kutokana na ugumu au kizingiti cha mawasiliano kama nilivyosema awali. Hayo ndio mawazo yangu katika kuhusiana swala hili. Sawa, yako mengi ambayo tumeyajadili ambayo yanaendelea kwenye siasa zetu, kwenye vyama vya siasa, lakini tunafahamu kwamba hali ya kisiasa katika nchi
inaamua mambo mengi, masuala ya huduma za jamii, uchumi, uhuru wa watu kufanya shughuli zao, uwekezaji na mambo mengine mengi. Kwa hali tulionao na kwa mambo ambayo tumewagusia, nini kinahitajika katika mazingira ya sasa, hasa katika mwaka huu wa uchaguzi? Luqman, unaninyima mimi fursa kujadili Angola. Tumalize labda kama unataka kuongezea kidogo. Kwa kifupi, mimi swala la Angola, kuna vitu vile mimi naona unaninyima fursa. Hutaki kunipa fursa mimi nijadili kwanza Mpox. Umeona? Mpox na nani na Ebola. Ile tushamaliza. Hujanipa fursa. Na hujanipa fursa. Sasa sio lazima unitegemea akishaongea. Maana hapa tushindanishi hoja. Sio kushindanisha hoja, fursa. Demokrasia. Basi tukupe mimi nikwambie kitu kimoja. Mimi nachoomba, nachosema kwa mfano, unajua Angola ni nchi rafiki kabisa ya Tanzania. Unajua hili swala tunalizungumza kama masiara, yani kama ni jambo jepesi, lakini ni swala ambalo linagusa kabisa mpaka diplomasia ya nchi yetu, na inagusa mpaka uhusiano wetu ambao umekuwepo miaka mingi. Angola, mzee Bubelo anafahamu kwamba ni kati ya nchi ambazo hata kipindi ambacho Mwalimu Nyerere alipokuwa ameona kwamba nchi nyingi zimeitenga Tanzania kwenye swala la vita ya Uganda, Angola alikuwa pamoja na Tanzania. Na ndio alikuwa kwenye zile nchi za nini wanaita mstari wa mbele, umeona, zilikuwepo, na ndio mwanzo wa kuanzishwa mpaka SADC, kwa sababu ndo chanzo chake kilikuwa ni hicho. Sasa kwenye ule msafara alikuwepo makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Kwa hiyo kwa vyovyote vile makamu wa rais wa Zanzibar kuna protokali zake anapokwenda kutembelea nchi nyingine. Sasa na yeye alizuiwa. Kwa hili swala mimi nadhani nilishangaa kuna watu walikuwa wanajaribu kulijadili kishabiki, lakini kiuhalisia ni kwamba lilikuwa linatakiwa litazamwe zaidi kidiplomasia. Kuna tatizo, kuna sehemu hapako sawa kati ya Tanzania na Angola. Lakini wapo viongozi wengine pia walizuiliwa wa nchi nyingine. Of course, ndio anasema tunazungumzia sisi. Hatuwezi kuzungumza wao wengine. Kwa mfano leo hii umesema kwamba kuna shida kati ya Tanzania na Angola, lakini alikuwa swala Tanzania peke yake. Ndio maana nimesema kwa kwetu sisi, kwa uhusiano wetu ambao tuko nao, mtu mwenye passport ya Tanzania hapaswi kabisa kupata shida ya kuingia Angola. Kwa nini ilitokea vile? Kwa kuna tatizo ambalo halijazungumzwa vizuri. Kwa kuna tatizo lazima tulizungumze, na katika hao ambao waliokwenda kuna kiongozi, yes, kwa sababu mimi nazungumza kwamba kuna kiongozi alikuwepo wa kiserikali kabisa, makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar. Umeona kwamba tukilichukulia tu kwamba ni sawa na viongozi wengine, sawa, na huyu ambaye safari zake lazima pia zinamhusisha na balozi, umeona, zinahusisha na watu wa usalama na nini, ilikuwaje na yeye akaambiwa hapa uingie. Umeona, mimi nafikiri hapo. Lakini kitu cha pili ambacho mimi nilikuwa nakizungumza, mzee Bubelo amekisema, ni kuhusu swala la nani la virusi vya Mpox na Ebola. Amesema, mimi nikiangalia hili swala, kwanza siwezi kusema ni swala la uongo, kwa sababu hii nchi inaendelea kuishi. Ni juzi tu hapa tulikuwa tunasikia mitandao watu wanaanza kusema sijui kuna nani Mpox, sijui Mpox imeingia, si ndio? Hakuna tamko ambalo limeshatoka, na tunaamini bado, ila ilikuwa tu ni hofu. Sawa, kesho kutwa kukitokea mlipuko, Mpox tayari ishazungumzwa na mamlaka za serikali. Sawa, nasema kesho kutwa kukitokea mlipuko, ukitokea mlipuko alafu watu wakaambiwa kwamba tuliwaambia kwamba Chadema wataleta virusi, si ndio? Ndio vimeingia sasa. Unaona namna gani ambavyo tunaweza tukaleta mitikisiko kwenye ajenda kama za namna hii. Kwa hiyo mimi nafikiri cha msingi ambacho kilikuwa kinatakiwa kifanyike kwenye nchi, hii hoja, kwa mfano Chadema walipaswa kutakiwa hata kwenda kuizungumza kwenye mikutano ya hadhara.
wala hata msajili wa barua sijui usema nimemlima barua kufanya nini, wala hakutakiwa kufanya. Maana hilo swala linahusu usalama wa nchi. Kwa hiyo pengine ambaye alipaswa Chadema walipaswa tu kuzilalamikia mamlaka kwamba kweli yani mifumo ya nchi iwe haijui yani usalama wa nchi, usalama wa taifa wao hawajui kwamba bana kuna ajenda hii ya Chadema, ila katibu wa itikadi na uenezi na mafunzo wa CCM yeye anajua. Sasa hayo ni masuala ambayo pengine alipaswa kuitwa, kuhojiwa kwa kuona kwamba labda na mamlaka za nchi, kwa sababu ile pale ilikuwa ni propaganda, tunaamini hivyo, si ndio? Ilikuwa anafanya siasa, lakini je, hizo siasa zina athari kiasi gani kwenye nchi? Kwa sababu tishio la magonjwa, tishio la virusi kama hilo haliishii tu kwenye majukwaa ya kisiasa. Kesho tunaendelea kuishi. Unavyosema hivyo kwamba ukiniambia kwamba kuna fulani analeta virusi, sio? Kesho kuto ukitokea mlipuko, watu wakamuona kiongozi wa Chadema na wameshaambiwa kwamba wao wameleta virusi, wakampiga mawe wakamuua, wananchi wenye hasira, utafanyaje? Kwa sababu kumbe wenyewe walishaambiwa kwamba walioleta virusi hivi ni watu fulani. Kwa hiyo hili swala limekuzwa sana. Sasa kwa ujumla, kwa kuhitimisha, katika mazingira hayo mambo yote haya yanatokea, nini kinahitajika? Kinachohitajika kwanza dakika moja tumpe pia mzee mbele dakika moja. Kinachohitajika kwa mambo yote haya ni kwanza ni kufuata kwanza katiba, yani kuangalia katiba inasema nini na tuifuate sheria, na pale ambapo tunaona kuna upungufu wa kisheria, je, tuna nafasi ya kufanya lobbying, mabadiliko ya kisheria ili tuweze kufanikisha, au tuko nje ya muda? Mambo mengi ambayo mimi nimeyazungumza naona yako nje ya muda, la hii ni shule kwa watu kwamba wasio wanasubiri dakika za jioni ndio waanze kudai vitu ambavyo kimsingi walipaswa kuvidai mapema. Lakini la mwisho ni kuhusu maneno gani ambayo tunayatamka. Tufanye siasa, lakini tuhakikishe kwamba hatutoi maneno ambayo, au hatutoi matamko ambayo kimsingi yanaweza kaleta athari kubwa kwa nchi yetu au kwa mtu mmoja mmoja, au yakasababisha chuki ambayo huko mbele ya safari madhara yake atakuja kuwa ni makubwa. Shukrani. Sasa tuhitimishe na mzee Bubero. Asante sana. Ninachoweza kusema ni kwamba moja, inatakiwa Watanzania wafahamu na viongozi wafahamu kwamba sasa hivi ni muhula wa kampeni usiokuwa rasmi. Kwa hiyo kauli za kisiasa za kila aina zitatokea na tutatambua kwamba ni kawaida, kuna kitu kipya katika mambo hayo na tunaelekea kwenye kampeni rasmi. Hiyo ni moja. La pili ni kwamba katika muda huu wa kampeni usiokuwa rasmi kuna haja ya kutunza ustaarabu wa kisiasa. Viongozi wa vyama, watendaji ndani ya serikali waache kurupoka mama ambayo si ya kweli, uongo, uzandiki, havina maana, amnazo, vyote hivi hapaswi kuzungumzwa kwenye hadhara. La tatu, ningeshauri vyama vya siasa viendelee kuamini kwamba mamlaka ya nchi hii ya kuchagua viongozi na kuweka watu viongozi madarakani ni ya raia, na raia ni sisi. Kwa hiyo wasijiamulie mambo yao wanavyotaka. Tunajua wanahitaji kuenda kwa viongozi, lakini wajue kwamba wanaotoa ruhusa kwa kiongozi ni raia. Kwa hiyo ukitambua raia ukawaheshimu na ukatambua uwezo wao na mamlaka yao, naamini hata kauli ambayo unaitoa itakuwa kauli ambayo inajenga chama chako, lakini vile vile inajenga raia na kutambua mamlaka yao. Pengine ni ishia hapo. Asante sana. Naam, shukrani sana. Tunawashukuru sana. Asante sana mzee Bubero. Asante sana pia. Shukrani. Sheikh Luqman. Asante sana. Shukrani sana. Ulikuwa unazungumza utoa mfano wa kanzu, lakini kanzu yako nzuri mashallah. Nashukuru. Nashukuru. Nilikuwahi usije ukasema mbaya. Shukrani sana. Tunawashukuru sana. Tunawatakia kila la heri. Asante sana.